si Masaya si nini wakasema maji yatafika. Lakini awamu ile ikapita na hii ikapita, lakini wewe si wakisiwa ndugu yetu. Na tunayezungumza naye akasema ataibadilisha Uwemba. Na wewe ni wa nyumbani. Hizi ahadi hizi mkasema Uwemba itakuja kuwa Uwemba. Maji yani utatua ndoo kwa mwanamke ndoo zishuke. Yale maboni yaona pale. Kuna mengine yalikuwepo huko, yameozea tu huko. Kinachoendelea sikioni. Lakini ninachokiomba kama wewe ni mwanasheria, wewe unasimamia sheria, sasa zimekuja kugombea ubunge. Kuhusu diwani si ubunge. Sasa yani hata ujui nagombea nini ubunge brother? Bunge. Sawa. Sasa ukatutetee kutusimamia kwa sababu yale maumivu tumeona. Yale mabomba yale ni majasho ya wananchi. Narudia tena nimekuelewa. Yamekuja hapa. Hakuna kinachoendelea. Ile ni uchumi wa wananchi ambao unamuumiza kila siku, kinachoendelea hakipo. Nashukuru nimekuelewa. Hii sentence unayoisema kaka yangu ndio tumekutana nayo jana Luponde. Mnaona nchi ilivyo ngumu. Kaka, umeongea ukweli. Mradi wa Igombe una miaka 14. Ni mradi wa Kikwete. Huko mimi nimekuwa diwani 2015 2020. Kwa hiyo unachokizungumza unazungumza ukweli. Tumepiga kelele hiyo miradi ya Igombe ndio ulikuwa pamoja na mradi wa Rugenge, ambapo wazee wa Rugenge wakiongozwa na mzee mmoja anaitwa Mdoche waliandamana, waliita waandishi wa habari, habari zikafika juu, ndio ule mradi kukamilishwa. Lakini ni mmoja na huo kweli. Ni miradi ya 2014. Huo ndio ukweli. Na hakuna mtu atakuja kunishahiri kwa sababu mimi nimekuwa diwani, tumeipigania sana hiyo miradi. Ila mimi nilikomana kwangu bwana Rugenge na tulishafanikiwa. Unye mtike tusindaka mkololuru na tukombole. Kitu nyezi mwaoni. Sikiliza. Kwa staili hii kama mnatarajia kwa CCM hii miaka 63 watakuja kuwakamilishia swala la maji, poleni sana. Huo ndio ukweli. Wanafanya miradi kama yani wanatumia miradi kama mtaji wa kisiasa. Huo ndio ukweli. Mimi niliwaambia nikiwa stendi ya zamani, kama kuna mradi mpya wa maji ulioanzishwa kuanzia 2020 mpaka 2025 wanithibitishie, niko tayari kuachia kugombea ubunge. Mpaka leo hawajathibitisha. Kwa sababu hii miradi wanaoshinda wanawadanganya, miradi mikubwa ya maji, matenki 1000 ngapi, hapo wanatajaga mahela mengi. Kuna bilioni zimekuja. Mama ameleta, ziko wapi baba? Ziko wapi? Hii miradi kipie deni. Kwani nyinyi bubu kama mabilioni yamekuja zingeaona? Nikasema miradi yote ya maji ambayo yote imeshindikana ni miradi ya utawala wa Kikwete. Mpaka leo wamaliza swali. Alipokuja Magufuli kidogo akasukuma miradi ya Rugenge ikaisha. Alipoenda Magufuli ndio akasema bora huyu paka ameondoka panya tuendelee kula. Huo ndio ukweli. Na hii barabara ingekuwepo Magufuli ingekuwa ishaisha. Tatizo hamna taarifa. Hii barabara ni mradi ambao ulitolewa pamoja na barabara ya Makete Njombe. Chama kile madiwani wale wabunge wale miaka 63 hapo mnatarajia mabadiliko. Akili ile ndogo, mitazamo ile midogo, uwezo ule mdogo wa kula mahindi, mnatarajia mageuzi. Kule alituletea sisi bima. Zile bima zinakataliwa katika huko. Sasa wanasema hatutibiwi. Wanakata wanasema zile bima zile ni za uongo, siku za namna gani. Lakini Magufuli alituletea zile bima, sisi wazee tunashinda. Asante sana. Unaona? Asante sana. Wakatoka tukienda huko wanasema
wewe unapata hata kwenye hospitali huko vitu vingine tofauti kabisa. Unaona? Nimekuelewa baba, pole sana. Wanakupa vitu vingine kwanza, si dawa zile ya hadi. Pole sana baba. Iko hivi, mmelielewa swali la mzee? Nilitolea ufafanuzi kidogo muda ule. Kwanza, sera ya Magufuli anayoisema, sera ya Magufuli ilisema wazee zaidi ya miaka 60 watatibiwa nini? Umeelewa baba? Kwa hiyo Magufuli ale mpango mnofu bana mgirani mteleka mbele. Lengo wewe utibiwe bure zaidi ya miaka 60, mzee zaidi ya miaka 60. Kwa hiyo huyu hata bima haimuhusu, kwa sababu mpango wa Magufuli ilikuwa wazee zaidi ya miaka 60 ni kutibiwa bure. Labda niwape ufafanuzi. Nchi za wenzetu ukishafikisha miaka 60, sheria yao inaamini huna uwezo wa kujitafutia, inaamini umeshalitumikia taifa. Yaani sheria inaamini una mchango kwenye taifa lao. Unapofika miaka 60, sheria zao zinasema utakula bure, utatibiwa bure, utaishi bure. Tena wameenda mbali zaidi, wamewatengenezea hadi makambi ya wazee na watu wasiojiweza. Lengo lake ni nini? Wanaamini hawa wazee ni wakati wao kupumzika. Kama ni taifa walishalipigania, wamewawekea na watu wa kuwahudumia. Chai asubuhi ya maziwa, mchana misosi, matunda kwa kwenda mbele, jioni chakula cha uhakika. Nyinyi wazee kama hawa ndio kwanza mnawaita kucheza mituli kwenye mikutano yenu. Jioni akifika hata chakula hakipo. Sasa hawa wazee sera yao ilikuwa ni nzuri. Ilikuja pamoja na sera ya wamama wajawazito na watoto chini ya miaka 5. Magufuli alileta sera, aliomba bunge lipitishe na likapitisha kwamba watu hawa watibiwe bure. Sasa tuje kwenye bima anayosema anayo, ikifika mbele haimsaidii. Ndio yale niliyosema kwamba unakatiwa bima ndogo, ukifika hospitali ya mkoa pale wanasema hii bima haikavi, yaani haina uwezo wa kuhudumia, wa kukuhudumia. Manake kale kabima kako kanaishia zahanati. Sisi upinzani tumesema, kwani homa inachagua kwamba huyu maskini huyu tajiri? Au homa inasema huyu anatakiwa atibiwe hapa na huyu atibiwe hapa? Msimamo wetu ni kwamba yeyote atakayekata bima awe na uwezo wa kutibiwa popote kwenye nchi hii, ili naye apate nafasi ya kutumia bima za waliokata bima kubwa. Kwa sababu sio kwamba kisa wamekata bima kubwa ndio wanauma kila siku. Kwa kifupi, tufidiane humo humo. Mmeelewa? Nichague mimi baba, ni miongoni mwa vipaumbele vyangu. Nitasimama juu ya meza, kwani mtakupinga hicho kisheria walichokipitisha cha kihuni kwamba wewe uishie kutibiwa zahanati. Ndio maana, asante sana kwa swali zuri. Kwenye vipeperushi vyangu nimesema miongoni mwa mambo nitakayoenda kupambania ni kwenda kupinga sheria mbovu zilizopitishwa na bunge la wabunge wa CCM. Someni humo. Tunahitaji kwenda kuzikataa hiyo sheria zilizoenda kuongeza na bei za mbolea, zilizofunga mipaka yetu. Tuko kwenye uchaguzi, kwa hiyo bakona keninza kisa mli uchaguzi mfungi mipaka. Kwa hiyo watu bakona keninza hapo uchaguzi wanautumia, yani wanawatesa kupitia uchaguzi. Ndio maana Nyerere alileta mfumo wa uchaguzi kila baada ya miaka 5 ili wasipotekeleza walioahidi mwapige chini. Jamani, uliongea kuhusu maji, wewe hii ni muhimu sana. Muhimu sana. Wewe kama kweli utachaguliwa utaweza kazi hii, atashukuru. Kugombea umefanya kitu chema, kupita maeneo haya na kuweza kuona kukumbushia uhai. Umefanya kitu chema, si swali, ni kitu. Umefanya kitu chema kuweza kufika mahala hapa. Karibu tena siku. Iko hivi,
Nimesema mnachohitaji ni mtu wa kuwasemea. Kwa mfano ishu ya maji, mamlaka za maji zipo na mnalipa mishahara watumishi wa idara ya maji kila mwezi. Kodi zenu zinalipa mishahara. Ukija mambo ya barabara, kuna watu wa TARURA wapo. Ukija mambo ya umeme, kuna watu wa TANESCO na REA wapo. Tunachohitaji ni mtu mwenye akili ya kuwasukuma jamani. Sio mtu anayeungana nao kwa sababu wote ni wa mfumo mmoja. Mmenielewa? Tunachohitaji ni msemaji. Ndio maana nimewaambia hata watendaji wa vijiji, wenye viti, sijui watendaji wa kata, polisi, tena polisi ndio wana njaa hao, nimewaambia waungane na SIGRADA. Nitumeni mimi ambaye sina ubia na serikali. Nitumeni mimi ambaye sina gorofa, hata nikishughulika na serikali sina pana ubomola. Hapa ubomola sipai pale. Manyanyaso kwenye utawala wangu ni mwiko, nimesema. Imefika mahali hadi ofisi za vijiji wameweka lock up. Kwa sheria ipi? Yaani ofisi ya kijiji inafungia mtu kwa sheria ipi? Hakuna sheria inayotambua lock up ya mwenyekiti wa kijiji. Sikilizeni niwaambieni kitu kimoja. Sasa hivi maisha yanazidi kuwa magumu na nyinyi mnaamini ni mpango wa Mungu. Mungu angekuwa na mpango mbaya na nyinyi, asingewapa akili, asingewapa nguvu, asingewapa ardhi, asingewapa madini Ludewa, asingewapa madini Makete. Nyinyi mmekosa kitu kimoja. Mmekosa mtu wa kuwasemea. Mmekosa mtu mwenye maono. Mmekosa mtu ambaye hana mkataba wowote na serikali. Nchi hii ukitaka uwe kiongozi, ukawatendee haki watu, usiwe na ubia wowote na serikali, utawatumikia vizuri. Kwa nini nasema hivi? Ukiwa na ubia na serikali, huwezi kusimama ukaipigia kelele barabara ya Njombe Ludewa, kwa sababu utaogopa. Mimi SIGRADA Mligo nikichaguliwa, kuna watu wamechukuliwa maeneo yao na serikali, lakini mpaka leo hawajalipwa fidia. Sehemu ambazo miradi ya serikali imepita, watu mpaka leo hawajalipwa fidia. Sikilizeni ndugu zangu, watu wa Uwemba, uongozi sio wa ukoo fulani. Hata wewe mtoto wako, mjukuu wako, binti yako anaweza kuwa kiongozi. Tunachohitaji ni akili. Fedha zenu za kodi zenu zipo. Nikasema Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kabla serikali haijachukua eneo la mtu, ni sharti Kiingereza, kwa Kiswahili maana yake ni lazima kwanza ilipe fidia. Lakini leo hii kuna miradi imepita kwenye maeneo yenu, hamjalipwa fidia na bado mnaimba iena sisi mbele kwa mbele. Mimi nawaambia, ili hata msiponichagua, baada ya uchaguzi mkikutana na utekelezaji wa hizi sheria, msianze kutafuta mchawi. Hawa watendaji hawa wanakuja kutekeleza sheria zilizopitishwa na wabunge na baraza la madiwani. Kuna kitu hamkijui. Iko hivi, hata rais hana uwezo wa kwenda kutekeleza sheria yoyote kama haijapitishwa na bunge. Nyinyi mmetuma wabunge wenye mambo mengi kichwani, wanawaza mambo yao, likiletwa ni sheria kama hili wanasaini, hawajasoma, hawajui kwamba watu wa Uwemba wameingizwa kwenye sheria hii. Hii sheria imepitishwa mwezi wa 6 kabla ya kuvunja bunge. Waulizani hivi vitu, mnadanganywa na mbolea ya ruzuku. Sikiliza niwaambie, ruzuku ni 10%. Sisi upinzani tumesema hatuhitaji ruzuku, tunataka mbolea iondolewe kodi ili iweze kushuka bei.